يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Islam, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walaqad summiya Ramadhan bimardha dhunub, umeitwa mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa sababu ya kuteketeza madhambi ya sisi waja. Hadithi ya Sayyidina Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasema fa idha jaa Ramadhan futihat abwabul jinan, ikija Ramadhan hufunguliwa milango ya pepo, au riwaya nyingine abwabu samaa, hufunguliwa milango ya mbingu. Wa ughliqat abwabu niran, na ikakomelezwa milango yote ya moto. Wasufidati shayatin, na mashaitani waovu wakati wa pingu wasije kuwasumbua waja wake Allah wema wanaotafuta takwa katika mwezi huu. Vitu vitatu hivi vinatuonesha nahnu fi shahrin
sisi tupo ndani ya mwezi ambao la yuadiluhu shahran akhar, ni mwezi kwa kweli huwezi kufananiza na mwezi mwingine wowote. Lakini pia hadithi ya Sayyidina Dailami amesimulia Mtume anasema, fa idha dakhala lailatu Ramadhan, ukiingia usiku wa kwanza wa Ramadhan, amara Allahu haulai almalaika, Mwenyezi Mungu ana malaika wake hamalatul arsh, malaika wanaoibeba arshi ya Mwenyezi Mungu. Malaika wale ni malaikatul mukarrabin, ni malaika waliokuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu, na kazi yao kubwa yusabbihuna Allaha laylan wa naharan wa la yafturun, wanamsabihi Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni na wala hawapumziki. Atasbihu indahum katanafusu indana, vile wanavyomsabihi Mwenyezi Mungu kama mimi na wewe tunavyopumua, hawapumziki. Lakini kwa utukufu wa mwezi kama huu, ukiingia Mwenyezi Mungu anawaambia, amara Allahu haulai almalaika an yakuffa ani tasbih, wasimamishe tena kumsabihi Mwenyezi Mungu, wa yastaghfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ili waanze kuwaombea maghfira. Allahumma ighfir lahum, wanasema Mwenyezi Mungu wasamehe hawa. Allahumma tub lahum, Mwenyezi Mungu akubalie toba zao. Yani mpaka sasa ndo tasbihi zao wanatuombea sisi msamaha. Ndio maana Mtume akasema, raghima anfu mri'in thumma raghima, amedondokea pua yule mtu ambaye laqad adraka Ramadhan wa lam yughfar lahu, ameudiriki mwezi wa Ramadhani lakini hakusamehewa madhambi yake. Madhambi usiposamehewa Ramadhani, hatuhisi kwamba kuna mwezi unaofa kama huu wa kusamehewa wewe madhambi yako. Ni mwezi mtukufu na mambo mengi mengi mazuri kabisa. Ar-Ramadhanu yakfihi sharafan annahu rukunun min arkani al-Islam, mwezi wa Ramadhani unatosha kuwa na heshima kubwa, kwa sababu ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Na Ramadhani peke yake ni nguzo ambayo karibia zile nguzo zote tano zinamezwa, zinatendeka kipindi cha Ramadhani. Hija ndo hizo, umra zinatendeka ndani ya Ramadhani, zaka zinaweza zikaingia ndani ya Ramadhani, sala ndo usiseme. Sasa hivi tumetoka kutekeleza nguzo ya sala, lakini ndani ya sala huwezi kutekeleza Ramadhani. Wa Ramadhanu yakfihi izzan laqad unzila fihi alquran, Ramadhani inatosha kuwa na heshima kubwa na iheshimiwe, ipigiwe saluti, kwa sababu ndani yake yametelemshwa Qur'ani. Kuna aya tutazisoma mbeleni, Allah asema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Sio Qur'ani peke yake. Qur'ani imeshuka mwezi 24, suhufu Ibrahimu imeshuka kila siku moja. Vitabu 105 vya Mwenyezi Mungu vyote vimeshuka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yani usiniambie Taurati wala Injili wala sufi ya Ibrahimu wala nini, vyote unzila fi shahr Ramadhan, vimeshuka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa Ramadhanu yakfihi fakhran fa innal hasanati fihi tatadhaaf, na Ramadhani
ni fakhari kubwa, kwa sababu hasanat, mema yote yanazidishwa. Kuna overtime, kuna extra, kuna commission za kheri zinazidi ikija Ramadhan. Mmoja Ibrahim Nakhai rahimahullah anasema raqa'atun fi Ramadhan bi1000 raka'a wa sajdatun fi Ramadhan bi1000 sajada wa tasbihatun fi Ramadhan bi1000 tasbiha wa sadaqatun fi Ramadhan bi1000 sadaqa. Mtaka nini tena? Rakaa moja inahesabika kwa rakaa 1000. Sijida moja unahesabika umeswali sijida 1000. Tasbihi moja ni 1000, sadaka moja ni 1000. Ndio maana anayesali sunna fakaannama adda faridha, ni sawa ametekeleza faradhi, na atakayesali sala ya faradhi ni kana kwamba adda 70 faridha, kana kwamba ametekeleza faradhi 70, ambayo haya miezi mingine huwezi kuyapata. Fakhtala Allahu Ramadhan min baini shuhur kama anna Yaqub ahabba al-awlad, kama anna Yusuf ahabba al-awlad ila Yaqub alayhi salam. Kama vile unavyoona Nabii Yaqub akimpenda sana Yusuf kati ya watoto wake, fakadhalika Ramadhan ahabbu shuhur ila allamil ghuyub. Basi hivyo hivyo Ramadhan ni mwezi unaopendwa na Mwenyezi Mungu ala sairi shuhur, juu ya miezi mingine, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia ni mwezi ambao umepata sharafa ya kutajwa kwa jina lake ndani ya Qur'ani. Mwezi wa Ramadhani umetajwa ndani ya Qur'ani. Tumsikilize Mwenyezi Mungu anasema nini. Ya ayyuhalladhina amanu, Mwenyezi Mungu ameanza kutuita kwa jina la imani, waumini, enyi mlioamini. Kutiba alaykum as-siyam, mmefardhishiwa jambo la saum, na imekuja kwa siyam, maanake kitu kinatakiwa kiwa endelevu, kwamba mtu ambaye yuko ndani ya siyam hata mwaka mwingine itakiwa zile tabia zake ziendelee siyam. Ndio maana Ramadhanu ila Ramadhan kafaratun lima bainahuma inishtunibatil kabair. Ramadhani iliyopita mpaka ya sasa ni kifutio cha madhambi, kama ulijiepusha na yale madhambi makubwa. Na maana wewe kukutiwa na Ramadhani nyingine ni sababu ya kufutiwa madhambi hayo. Kutiba alaikum as-siyam, mmefardhishiwa jambo la kufunga. Na hili jambo ni zito kwa lugha zilizotumika hapo. Kwanza Mwenyezi Mungu anatupenda, hajatuficha, ametumia maneno kwa kawaida hayatumiki kwa vitu vyepesi, kwamba nimekufardhishieni jambo gumu. Na jambo la saumu wala si dogo. Wewe ukiliona ni la kawaida sema alhamdulillah, lakini ukifanya maskhara, afya yako ni mgogoro, wallahi unakufa. Au mnasemaje? Kuna watu njaa hawaiwezi, na usimcheke mtu. Mnaona ninavyozungumza hapa, watu wanatamani, wamekaa kwa ajili ya darasa, lakini wanashindwa, wanasinzia. Haya, kama si njaa nini? Kila mtu, wengine vijana atafuta ukuta, njaa mwanaume. Hawa tokea alfajiri ya wajala hata maji, ile funda ya maji. Kwa hiyo kameramani tu mwenyewe lazima hana kumsetia kile kwa tafuta kiwambaza. Allahu akbar. Kutiba alaikumus siyam, ndio saumu hiyo
chuma hicho, mashallah. Kutiba alaikumus siyam, mefardhishiwa kufunga. Kwa lugha fupi, mmelazimishwa. Acha uone habari yake, ndio kishaamua. Na nikwambieni kitu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Hizi aya mpaka zikaja hizi, naomba nikupeni habari ya Israiliyat. Hizi habari za Israiliyat Mtume katuruhusu tusimulie kama zina mafundisho. Nasema hadith an bani Israil wala haraj, elezeeni lakini msinzulie. Kwa kifupi, mpaka hichi kisa kuja, inaeleza malaika wa Mwenyezi Mungu walihoji, hivi hawa binadamu hasa wanalipi? Mbona wanakuasi tu, hawajui ukali wako, hawakujui ulivyo, hawajakusoma. Mwenyezi Mungu akaambia malaika, tena wengine wananijua kuliko nyinyi mnavyonijua, wamesoma mavolume na mavolume ya vitabu. Sasa kwa nini wanakuasi? Ambia wanaasi kwa sababu ndani yake nimewaekea nafsi. Ndio maana siku Mwenyezi Mungu alivyotangaza kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Malaika akasema sisi hatuonji, la nadhuqul maut, lasna nufus. So sisi sio nafsi, nahnu arwahu sama, sisi ni roho na malaika ni roho. Hatuwezi kufa sisi. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Basi kila kitu duniani kitatoweka, asema sisi hatutoweki, kwani tunaishi hapa. Nahanu sukanu sama, sisi tunakaa huko juu. Mpaka Mwenyezi Mungu anasema kulli shay'in halikun illa wajha. Basi kila kitu sasa, wakasema ikiwa ni kulli shay'in au kulla shay'in wa nahnu min ashya, na sisi ni katika kitu, basi tutakufa. Kharru sujada, wote wakaporomoka kusujudu, wakasema umauti haumwachi mtu. Na hivi ndivyo ilivyo. Sasa nimewawekea nafsi, na nafsi mnaijua mambo yake. Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsi inakwambia zini kidogo, tapeli kidogo. Nafsi inapenda mteremko, haipendi mambo mabaya. Nimewekea nafsi. Malaika wale wakasema la, hata kama wawekewe nafsi bwana ndo wasu hivi. Ambia hiyo nafsi ina ukorofi, nafsi ina matamanio, wanatamani. Wao wana duburi, wao wana dhakari, wao wana mdomo, wanapua taka kunusa, wana miili wasikia joto, lakini nyie roho tu, hamna maumbile. Wanawake si malaika, sio wanaume wala sio wanawake, na wala hawali chakula malaika. Wao starehe yao kuabudu tu. Wakasema hata sisi ungetupa hizo nafsi hizo tungefaulu mtihani. Umefahamu Ungefaulu. Nikupeni majaribio, ambie naam. Walipopewa nafsi zile malaika kama wale, wakaja ulimwenguni, wakawa na hukumu kesi za ndoa,
walikuwa wanne, wawili wakashindwa, wakasema tutaasi sasa hivi tunadongotokea pua. Wawili wakabakia, Haruta wa Maruta, wameumbwa maumbile kisa refu, baadaye walitatizika wakafeli. So ya nafsi zinataka kula, nafsi zinataka kunywa. Mwenyezi Mungu hizi nafsi alivyoziona zina tabu. Sasa hizi nafsi zilivyoumbwa kutokea alami la ruha, ulimwengu wa roho, Mwenyezi Mungu akaliuziliza, eshana, hebu niambieni nyie nafsi mimi nani? Nafsi ina asili ya jeuri, inaweza ikampita mtu bila salamu, ikaambia anta wewe, si ndo wewe unaniulizaje? Bwana, nafsi zina ukorofi. Ngoja nikumalizie kisa, tulikuwa sitaki kumaliza, lakini ni Israiliyat. Na habari za Israiliyat, Mtume anasema la tusaddiquhum wala tukadhibuhum, msiwaamini na wala msiwapinge. Inawezekana wanaoyasema ya mitume hasa, asema malaika wale waliumbwa zakari nzuri. Sasa katika hali hiyo, katika kuhukumu ndoa Iraki, watoto wazuri wanakuja pale, akaja binti mmoja mzuri, asema mimi mume wangu nataka kuachana naye, mkorofi sana, niachanesheni naye. Ambia sawa, ambia lakini akija hapa atakupigeni, ni mkorofi. Kweli yule mtu alipokuja kaanzisha fujo, kapiga watu pale, akatolewa hukumu ya kulala rock-up. Lakini mke ni mke, akasema huyu simwachie, kimwachia tu atakuja kunisumbua. Sasa unatakaje? Mumuue? Tumuue kwa kesi ya ndoa. Ambia mkishamuua mtabaki na mimi, amnipendi mimi. So wana nafsi wasema hilo la maana. Basi ikatangazwa hukumu yake kesho kwenda kusulubiwa. Kesi za enzi hizo ni kusulubishwa. Watu wanahoji, kugombana na mkewe tu anasulubishwa? Kumbe kuna kitu nyuma ya pazia. Kaenda kusulubishwa. Aliposulubishwa msalabani kafa. Sasa wale wenye nafsi zikapeleka, na tuwa mfano wa nafsi. Sasa tushamaliza kazi, vipi? Ambia sawa, nipo tayari na mimi mrembo, lakini nyinyi mko wawili, sasa mtanichangiaje? Itawezekanaje? Asema basi hapatikane mmoja. Ambia sote sasa tunataka dada, sote tunataka. Nafsi, unajua matamanio, kuna kitu kinaitwa spams. Waarabu wanasema ikisimama dhakari ya mwanaume huwa yankusu aqluhu, akili hazifanyi kazi sawa sawa. Zishasimama tunataka tu hivi hivi. Akasema basi nitakupeni kitu kinachoitwa khamrun, pombe. Mkinywa hii tunavurugikiwa vichwa vyote, tutakuwa kama wanyama hatuna haya. Wakanywa tembo lile. Baada ya kunywa wakashiriki jambo lile. Sasa wamelewa, walikuwa ni wema, wamekuja kama mtihani, na walikuwa wakiulizwa na watu, nyie mnakaa wapi? Tunasema sisi tunakaa nyuma tu. Kumbe sio, wana dua yao, wanaenda kulala mbinguni. Sawa, shalewa, wapoloji, jamani kushakucho, mimi naondoka nyumbani, na nyinyi? Ala, sisi tutaenda. Kwani mnakaa wapi? Sema sisi tunakaa mbinguni. Kwani nyie kina nani? Sisi malaika. Haya, mnaendaje? Sisi tunasoma dua hii, tukisoma huyo, tusomesheni hiyo dua. Wakamsomesha yule mwanamke, akaisoma, akapaswa yeye, wao akabaki. Na alipofika naye mbinguni kule, akakamatwa, akageuzwa nyota ile ya Zuhra, ile Venus, aqwabul kawakib ila dunia. Nyota ipo karibu na ulimwengu, inawaka. Israiliyat, la tusaddiquhum wala tukadhibuhum. Sasa hizi nafsi zikazi na mjibu Mwenyezi Mungu hovyo hovyo, akazitia kwenye jela ya maradhi, kapigwa na homa, bado ikawa ina jeuri. Akaingiza kwenye jela ya shida, jeuri, lakini baadaye akaingiza kwenye jela ya njaa,
Siku 2 tu ilivyokosa kula ikasalimu amri. Wake zetu wakiwa pale nyumbani wanakula kidogo jeuri, ukimwacha kidogo kuna ile embu nenda kidogo nyumbani. Sasa akifika pale nyumbani mambo hayakai vizuri, pana shida kidogo, analia, akamwambia nishajifunza njaa ile. Adui yako muombe njaa. Mwenyezi Mungu alivyoiona nafsi ilivyoingia kwenye njaa ikawa nyonge, Mwenyezi Mungu asema man anta, niambie mimi nani? Asema anta rabbi wa ana abduka dhaif, wewe ni Mola wangu na mimi ni mja wako mnyonge mwenye shida kama mimi. Akaona hii mesali amri. Mwenyezi Mungu akaona kila mwaka atuletee mwezi wa njaa. Na wanasema wataalamu wa saumu haqiqi yusibu albatni wa yathiru alqalb. Saumu ya sawasawa inaumiza tumbo, ile sio saumu ya uongo mara umekula. Maana saumu ziko za aina nyingi. Waliokuwa kabla yetu sisi walikuwa kifunga tutaambiwa, lakini walikuwa mwingine anafunga mkate tu, anafunga maziwa tu. Lakini sisi asubuhi mpaka jioni hakuna hata maji, ndio maana watoto hawawezi. Usione kama kutiba ala alladhina min qablikum, wakajua walikuwa wanafunga, hawafungi hivi. Walikuwa wanafunga kabla yetu sisi, hasa kama sisi ni mitume 3 tu, Nabii Musa, Eliasa na Idris. Tena saumu zao zaidi ya sisi ilikuwa alwisal, hakuna kufuturu. Nabii Musa akifunga mpaka siku 30, na mtume saumu hizi alikuwa akifunga siku 6, siku 7 bila kufutari. Sasa saumu hii ni sisi kunyooshwa, kwa hiyo inaumiza tumbo la moto, sometime inababuka madonda ya tumbo, lakini wallahi inaathiri moyo na kuwa mlaini. Ndio maana automatically unajua njaa ni tiba kubwa sana. Njaa ni tiba kwanza ya mwili, na mtume kashawahi sema sumu. Hii ni jamu jamani, jamu mudhakkar asalim, sumu tasihu. Hii ni amri, fungeni mpate afya sasa hivi. Kwani watu wakishindana njaa wanakufa, wanapata afya. Amuoni kule Somalia wanakufa kwa njaa, Syria, Palestina. Bimaana ukiacha kula, unapopata riziki sasa hivi, chakula huwa kinaenda sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza kabisa ukianza kula, kinaenda sehemu ya energy, kinaingia fil maada, kinakupa nguvu. Ndio maana sasa hivi umeregea, ukiambiwa Sheikh chota maji basi, Sheikh ngoja tufuturu kidogo tule. Chakula kinaongeza nguvu na joto mwilini. Kuna vyakula vya joto, vya wanga, vya protini, vya vitamins, vya hamirojo. Kuna baadhi ya vyakula vinaongeza nguvu. Utakuta wale wakata magogo, wale wabeba mawe, wakula ugali wa dona ule mgumu, awali chipsi. Tena nikuambie bwana, pia chakula ukila hohehahe dhaifu, unaweza kushindwa kurutubisha laila mkeo. Pia kula unahusiana na kuzalisha elmanage sperms. Angalia watoto wa kisahaba wanacheza tenisi, ikaruka mmoja kapiga mpira ukaenda mpaka kwa mtume na sahaba zake. Mtume asema mtoto wa haramu atakuja kuchukua hichi kipira hichi. Na kweli akaja mtoto, sahaba mmoja akashtuka, ya Rasul, mtoto wangu wa haramu tena? Mtume naam, huyu mtoto wako wa haramu. Haya, kulikoni? Ambie ulipita kwenye shamba la mtu, kuna pela limedondoka, ukalichukua lile pela ukalila, likaenda kutengeneza gameti ume, ukamwingiria mkeo, ikapatikana kule. Kwa hiyo pia lishe ikikosekana, mtu anaweza akashindwa hata kujamii mke wake. Kwa hiyo sehemu ya kwanza chakula kinaenda kwenye energy, na nyie wote ni mashahidi. Sasa hivi usingizi huu si sasa hivi kwa sababu mjala, kwamba mwili wako umekosa nguvu na kwa dhaifu kila saa hivi. Na sasa hivi nikikwambia ukimbie kichwa kinauma.
sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili kinaenda sehemu ya kushibisha, kinatolewa vile vitamins, kinakuwa makapi takataka, ndio mtu anakwenda kujisaidia, kinatoka nje kikiwa kishachambuliwa. Lakini sehemu ya tatu kinaenda kwenye store, na store iko chini ya titi au chini ya ziwa, na kisha kuwa hapa kinakuwa mfumo wa cholesterol, mfumo wa mafuta, sawa Sasa mwanamke tenki lake ni kubwa, inakuwa matiti yote yanabeba ile store. Ndio maana mume na mke wakikosa kula, mwanaume anakufa haraka kuliko mwanamke. Nisikilize pointi. Lakini sio hivyo tu, hata wakipata VVU, ukimwi, pungufu wa kinga mwilini, utamkuta mwanamke ana nguvu sana. Atapata ukimwi tena kaletewa na mume au yeye kamletea mume, wanaishi muda si mrefu, mume anakufa. Anaolewa na mume wa pili, yule mume anakufa, yeye bado anadunda tena ananenepa. Anaolewa na mume wa tatu, anakufa. Ili lifuatilie sana hili, energy yake ni kubwa sana. Hiki chakula hiki kwa nini kimewekwa hapa kama hakiba? Kwa nini kimewekwa? Kwa sababu ndio maana Allah asema fi anfusikum afala tubsirun, katika hizi nafsi zenu hata mngeshangaa mkaona azmatillah, ukubwa wa Allah. Unaweza ukapata dharura ya safari. Safari ni kipande cha adhabu. Uko na gari lako vizuri, ukaenda porini kutafuta sijui madini, ya lalasaf, kwa bahati mbaya ulitarajia utarudi, gari ikaharibika na sio sehemu ya kutembea kwa mguu. Na hii inatokea sana. Au mfano waliyadhu billahi isitokee tena kama kule Kariakoo, gorofa lilidondoka lile, lakini watu hawakufa wengi siku hiyo hiyo. Mwingine anapata hewa kwa sababu kuna vitobo nje, lakini hapatokeki. Niliona katika mkasa ule, la haula wala quwwata. Inshallah tushikamane na Qur'ani, kwa sababu anayeshikamana na Qur'ani hawezi kufa kifo kibaya. Ukishikamana na Qur'ani tu utakufa vizuri. Vifo vingine vinauma, japo wote tutakufa, njia za kufa sema tofauti. Mtu mmoja alivyofunikwa na kifusi akamtumia mpenzi wake SMS, akamwambia, mpenzi wangu, na kuomba mlee vizuri mtoto wangu Jessica, mimi baada ya siku 2-3 nakufa inshallah. Sawa, hapa nilokuwa nao tayari washakufa, kwa hiyo na mimi natarajia muda wote nitakufa. Katuma message hiyo, habari kubwa sana. Sasa ukipatwa na dharura, huwezi kufa kwa njaa ya siku moja wala 2, unakaa mpaka siku 5 mpaka siku 6. Mwanamke anaweza akapitisha mpaka siku 8. Ina maana sasa kile chakula kile kilichowekwa store ndo kinachukuliwa, ile mafuta kinakuja sehemu ya energy to be alive, unaendelea kuwa hai. Kinachukuliwa tena kinaletwa mpaka ile store inakombwa yote. Hata sasa hivi hatujala kitu hapa, ndio kinachukuliwa. Ndio maana wenye vitambi baada ya Ramadhani kuisha vimeingia ndani, kwa sababu hii store, mwanaume mafuta yake yakijaa yanakuja shingoni na tumboni. Tumboni yanakuwa mengi, shingoni kidogo. Ukiona hivyo store imejaa sana. Mwanamke mafuta yake mengi yanakuwa kwenda chini kwa kiuno chake na tumboni kidogo sana. Mwanamke hana mafuta shingoni, ndio maana hata akinenepa kichwa akiwi kikubwa. Ukimwona mwanamke limenenepa afu ana bichwa hilo, huyu ana homoni za kiume. Mwanaume ndo anakuwa ananenepa mpaka kichwa. Ni kama kondoo tu au ng'ombe. Lile maksaili kinenepa linakuwa na shingo kubwa, lakini hata ukute jike kubwa aliwezi kuwa na shingo kubwa. Sasa hii store ina madhara ikijaa sana ikiwa full. Ukila asubuhi umeweka reserve, ukila mchana umeweka akiba, ukila usiku, mwaka una siku 360, mwisho store inajaa.
Na stoi kumbuka ipo moyoni hapa. Ikishaja inaanza kuzunguka moyo. Moyo unakuwa na cholesterol, unajaa mafuta, mishipa ile uruq, mikubwa ya moyo. Sasa moyo ukishazungukwa na mafuta, ukisukuma damu unasukuma kwa nguvu, na ukishasukuma kwa nguvu haurudi pale pale, unatanuka ule moyo. Unakuta unapata BP, ukitembea kidogo unachoka. Ndio maana utakuta watu wanene mabonge, akikimbia kidogo anahema, mnamcheka. Moyo wake unafanya kazi, unazidiwa. Lakini mtu mwembamba anakwenda huyo anakwenda sana. Naam, anajiweza. Sasa Mtume alivyoona hili asema sumu tasihu, hii itakuwa hatari moyo kutanuka, fungeni mpate uzima. Itokee mwezi usile, asubuhi ujala, mchana ujala, kinachukuliwa cha store kinapunguzwa, Muislamu afya yake inakuwa mzuri tu. Bado akatuongezea yaumul ithnain wal khamis, ayami usbu, zile siku mbili za wiki funga, ayamil bayd, zile masiku meupe pia unafunga. Hii inasaidia. Lakini pia angalia kwenye sala nini, cabbage, kachumbari, maminyoo mangapi yamejaa. Minyoo tunayo, minyoo ni hatari, saa nyingine inatokea mpaka puani, unashindwa kupumua, unakufa. Lakini asubuhi minyoo inasubiria ule auli, unasikia inalia tu, tutapewa mchana kitu, mchana auli, labda baadaye kidogo saa 10 atakula, huli. Pia mada sama, masumu mengi, mapoison yanaondoka, na diet ni afya. Wanasema kuna mtu mmoja alikuwa Masri, alikuwa na appendix au na matatizo mengine, akaenda kwa daktari. Alipofika kwa daktari akamwambia, haya maradhi yako yahitaji amaliyan, huwezi kupona, sharti ufanyiwe operation. Akasema, dokta, baini wa baina Ramadhani yaumain, kama lazima nifanyiwe amalia, kumebakia siku 2 utaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama hakuna njia ya kuniponyesha, wacha nikafunge Ramadhani, alafu ikishaisha nitakuja kufanya upasuaji. Ambia hewallah. Akafunga Ramadhani yote. Ilivyokwisha intahati alqadhiya, anamwambia nimekuja kufanya upasuaji. Akamfanyia tahlil, akamfanyia mikiala, akamfanyia vipimo na hadubini pamoja na darubini na ultrasound. Akakuta ni maradhi hamna tena. Akambia, ayin tabibun raja'atahu, hivi wewe mganga gani hasa umemfuata? Wa aina saidaliyatuhu, na hiyo kliniki yake iko wapi? Maana maradhi yako haya hayaponi, sharti upasuliwe. Sasa huyu dokta alokupa hizi dawa hizi ni dokta mahir sana. Asema raja'atu tabibun ismuhu Ramadhan. Basi kama nimepona alhamdulillah, nilimfuata daktari mmoja anaitwa Ramadhan. Asema aina iyadatuhu, iko wapi kliniki yake? Aina saidaliya, iko wapi kliniki yake? Asema mawjudun fil Qur'an, kutiba alaykum as-siyam war-rasul yubayyinuna al-Mustafa sumu tasihu. Ile mzungu asema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kwa hiyo si maneno ya uongo. Kwa hiyo saum inaturekebisha. Kwanza inaathiri tumbo kweli, lakini pia inaathiri moyo. Ndio maana leo mmekubali kukaa msikitini msikilize, lakini mnakubali kusali tarawehe, mnakubali kufanya kila kitu. Hata siku za kawaida tungekuwa tunayafanya haya, basi tungekuwa hivyo hivyo. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, waliokuwa kabla yenu nyinyi pia walipewa maonjo haya. Lengo la'allakum tattaqun, mpate kuwa na uchamungu. Na uchamungu ndio kitambulisho pekee cha kutuingiza peponi. Ayyama ma'dudat, saumu hii ni siku chache, sio siku nyingi. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin, atakayekuwa mgonjwa ama msafiri, fa'iddatum min ayamin ukhra, siku miongoni mwa siku. Mtume alitoka Madina
mpaka akafika sehemu inaitwa Qura al-Ghamim, saa 10 jioni, wamefunga. Akachukua kikombe cha maji kanyanyua hivi, akawa anakunywa, anawaonesha watu ishara kwamba basi. Watu wengine wanasema mtume hapa kazidi bwana, saa 10. Akaambia, ya Rasulullah, kuna watu hawajafungua kama wewe. Mtume amesema ulaika uswat, wote hao wameasi. Inna Allaha yuhibbu an tutia rukhsahu, Mwenyezi Mungu anapenda watu wakachukua zile rukhsa alizozitoa vile anavyopenda, kama anavyochukia watu kumaasi. Kwa protokol hii, ukiwa safarini ukifungua ni bora kuliko ukiendelea na saumu, na hii ndio hali. Mwenyezi Mungu anapenda watu wawili, wale wanaosafiri qasaru salatihim, wanapunguza kidogo sala, wanazikusanya, na wale ambao wakisafiri basi huftari ile kula mchana ile. Na ukiwa umekula mchana na mambo mengine ruhusa, kama una mke, kwa sababu kinachokuzuia hakiko tena, kwa sababu wewe ni muftir. Kutiba alaikum siyam. Mtu ambaye ni msafiri atalipa siku nyingine, au mgonjwa kama ni mgonjwa wa kupona. Wala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale wazee ambao hawezi funga maisha watoe sadaka ya kumlisha maskini. Kila siku moja amlishe maskini mmoja, na anaweza akakusanya, mwezi una siku 30, akaitoa yote kwa siku moja, pia anaweza akafanya hivyo. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pamoja na dharura zote hizi, jambo la kufunga ni bora, kama mnajua. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Na hapa kuna hukumu kidogo. Mjamzito akiona anapata shida afungue, lakini aangalie nia yake. Kama amehofia kitoto atalipa na fidia, kama amejihofia mwenyewe atalipa bila ya fidia, na mzazi hukumu yake ni hiyo hiyo, anayenyonyesha. Mwezi wa Ramadhani umeshushwa ndani yake Qur'an, hudan linnas, ni instruction, ni mwongozo kwa watu. Sawa Qur'ani inatuongoza mambo mengi. Si mnaona jinsi ya kuacha, jinsi ya kuoa, jinsi ya mirathi, si mnayaona haya, jinsi ya kutendeana wema. Hii ni taa kwa watu. Wabayinatin min alhuda wal furqan, na wallahi ni ubainifu, inapambanua uongofu na inaweka wazi haki na batili zote. Sasa faman shahida minkum ash-shahra ay minkum al-khabara, mtu ambaye atakuwa katika mji amepata habari ya mwezi, hukumu yake faliyasumhu, lazima afunge. Fa'u talabu wa man kana maridan, lakini mgonjwa, au ala safarin, au msafiri, fa'iddatun min ayamin ukhar, siku nyingine atalipa. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr. Haya yote Mwenyezi Mungu kutoa ruhusa kwa sababu anatupenda, anataka kutupa wepesi, hataki kutupa uzito, kwamba hata bwana unaumwa utafunga tu, hapana. Kwa hiyo anayeumwa anavumilia na saumu juu lake, lakini ruhusa imetoka. Unasafiri njiani, humo mmejaa nyama, gari lenyewe kimeo, fungua bwana wewe ule, unayo ofa hii. Unakaa tu hivi, gari lenyewe linarushwa, tabu yote ya nini? Mwenyezi Mungu hataki kutupa uzito. La tushaddidu dini, usifanye dini ngumu, usiwe darweshi. Darweshi ni mtu ambaye ana hamu sana ya dini, lakini bahati mbaya haijui. Unapata shida. Tena Mwenyezi Mungu anasema walitukmilul iddata. Hii pointi muhimu sana jamani, kamilisheni idadi ya saumu.
Kuna watu akifunga 10 anaachia na relax. Saumu ulioiacha kwa maksudi kosa lake kubwa, na saumu hazitaki mchezo. Mchana wa Ramadhani ukimwingilia mkeo tu unatakiwa ufunge miezi 2 mfululizo, si mchezo, yani mfululizo. Wala tantakil min asiyami ila raqaba. Ilikuwa kwanza uache huru mtumwa, sasa hivi hakuna watumwa, basi ufunge miezi 2. Huna uwezo, sijui ndio utalisha maskini 60. Kwa hiyo kinachotakiwa lazima ukamilishe idadi. Walitukabbirullaha, mumtukuze Allah, mumtukuze Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah, zote hizo zinaingia. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, katika alokuongoeni penginepo mkapishukuru. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib, wakikuuliza waja kuhusiana na mimi, basi siko mbali. Ujibu da'wata da'i idha da'an, najibu maombi ya wanaoniomba watakaponiomba. Faliyastajibu li, waniitikie. Kisikia hayya ala sala, njoo kwenye sala. Waliyuminu bi la'allahum yarshudun, na waniamini. Aya hii vile vile inatusisitiza kwamba tujitahidi kumwomba Allah, kwa sababu kipindi hiki dua zetu zinakubalika na hii ni ruhusa. Uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum, usiku wa saumu tunaruhusiwa kufanya tendo la ndoa, tuchanganyike na wake zetu. Hunna libasul lakum antum libasul lahun, wao ni vazi letu, sisi ni vazi lao. Kiwa ndani ya ndoa mmevaana. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fala bashiruhunna. Aya hizi zinatuashiria tuwaendee wake zetu usiku wa saum. Aya hizi zinatuashiria usiku tule chakula futari pamoja na daku kwa ujumla. Waislamu leo chungu sijui cha 6 hichi cha 7, saumu zinaenda mbio kweli kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man lam yada qawla zur wal amalu bihi, yule mtu ambaye anafunga lakini ile saumu yake haijamzuia na uongo na vitu mfano wa hivyo, usengenyi, Mwenyezi Mungu hana haja na saumu hiyo. Unamwona kameramani mmoja kainama hivi chini, usingizi, saumu. Mwingine anatingisha mguu, mwingine, kila mmoja akakaa staili yake. Njaa. Sasa njaa kama hii alafu uambiwe hujapata chochote, si mtihani? Uzuri Mtume sallu ala Muhammad, sallu ala nabii, lazima tumtakie rehma sana, kwa sababu angetufichaje? Wewe unaongopa tu, kumbe haba manthura. Mtume kakwambia mapema, hii ni kibarua bwana. Ukiwa muongo unatwanga maji kwenye kinu, na Mungu hana mchezo. Una ukoo kwa Mungu, we anakukataa tu. Sasa Mtume asema man lam yada qawlu zur, na uongo sasa hivi kama maji. Mtu ambaye hajaacha kufake mambo, kama wewe umefunga kini mwongo, Mungu hana haja kuacha chakula chako bure. Utajiona umefanya kazi kubwa, na watu wengi ndo zao, akifunga karata haachi, bao haachi, na maneno ya ajabu. Hapo nimekuoa, hapo tumefunga harusi. Wewe ulofunga unaweza ukaongea vilma kama hivi bwana? Unajua neno tu lile linakutafsiri wewe ni nani. Lakini mbali ya hivyo, mtu alofunga hatakiwi matusi. Lakini mbali ya hivyo, kasiriko, muache kukasirika mkiwa ndani ya saumu. Lakini pia muache kusema watu. Shekhe, tunapitiwa saa nyingine tunawasema watu kama tunasema kidini. Hakuna kumsema mtu nyuma ya mgongo kidini, hayo makosa. Idha dhakarta khisalan fihi faqad ghitabta, ukitaja mambo mtu anayo umemsengenya. Msisanganyane ndani ya Ramadhani, madhambi makubwa. Jioneni huruma ili kusudi mlipwe pepo. Lakini hii saumu yenu hii ikufaeni, kwa sababu wallahi ukifunga Muislamu mzuri, Mwenyezi Mungu pia atakutunza, atakupa maisha mazuri. Man amila amalan saliha, atakayefanya vizuri
mke, mume, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, maisha mazuri yatayapata. Mimi binafsi natarajia kupitia funga ya mwaka huu, pale nilipoishia katika maisha sitorudi nyuma. Nategemea kupitia hii saumu nitapiga hatua, kwa sababu matendo mema yamethubutu ndo ya kurekebisha hali. Mtume asema intalaqa thalathatu rahatin au nafarin, hadithi ndefu, walienda watu mbali, wakaingia kwenye pango, wakajifunikiza, walisema hivi, la yunjikum min hadhihi sahara, hakuna atakayekuokoa. Atakayetuokoa sisi hapa hayupo, illa an tad'u Allah bisalihi amalikum, ila tumuombeni Mungu faraja, uokovu kupitia yale matendo yetu mazuri. Fanya istimbati ya hii hadithi. Hawa watu wanasema, nisikilize hapa, ondosha usingizi kidogo. La yunjikum min hadhihi sakhara, hili jiwe lilotufunika hakuna atakayetuokoa, illa an tad'u Allah bisalihi amalikum, labda mumuombe Mungu kwa mambo yenu mazuri. Kumbe mambo mazuri unaweza ukatawassal, Sheikh, tawassul na amali salihati. Wa kwanza alisema kana li abawani shaykhani kabirani, mimi jazba yangu na watendea wema wazazi wangu, sinunui nguo zaidi, sitoi sijui nini, kila kitu kizuri. Kwanza mama, baba, kisha mtoto, mke. Hii ndio jazba yangu. Mpaka siku moja ikanitokea kituko cha ajabu, nikaenda mbali kutafuta vitu vyangu, narudi wamelala. Basi sikuingia hata kwa watoto nikawalaza njaa. Asubuhi wameanza kuamka watoto wanalilia chakula, nikamwambia bora mlie tu mpaka mama baba ale. Allahumma, ili ni tendo zuri. Ewe Mwenyezi Mungu, in kuntu fa'altu dhalika bitighaa wajhika, ikiwa nilitafuta radhi zako tusaidie basi. Mtume ndo anasimulia, asema famfajarat shay'an la yastati'una al-khuruj, Shekhe, jiwe lilisogea lakini kutoka bado, limeongeza mwanga tu. Mwingine asema mimi nilikuwa mbakaji bwana, nilikuwa mbakaji hasa, kataka kumbaka dadangu, mtoto wa ami yangu, lakini binti mwenyewe mcha Mungu kakataa. One day yes, kashikwa na shida na mimi na pesa zangu, nikampa kila kitu, nikamwambia fanya maarifa saa 10 njoo, ambia nitakuja. Unajua pesa inalewesha, kila hakika muda hujafika tu. Lakini nilivyokuwa juu ya kifua chake, tena mtoto bikra, nikasema leo inshaua. Alisema kauli moja, itaqillah wala tafudha alkhatima illa bihaqqi, acha kunitolea usichana wangu isipokuwa kwa haki yake, mwogope Mungu, mimi msichana we. Tena nikwambie bwana, ukimzini mtu tena ukamtoa msichana, wewe shekhe una balaa. Kila anayekuja kumzini unafungu, kila anayekuja akiziniwa na watu 100 una fungu la zinaa za watu 100. Hata kama hujamtoa bikra wewe, umeenda kulichukua lijimalaya, atakayekuja nyuma yako akimuuzia na wewe unapata, umefungua mlango mbaya sana. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba ahsahu Allah wa nasuhu, mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala illa ahsaha, kila kitu kimehifadhiwa. Sasa aliomba Mungu, ni wema mkubwa, mtoto nimemfungia chumbani, nishamvua nguo zote, nishamshika tayari na aniwezi kiubavu, na hapo akili nishavurugwa. Lakini alivyosema tu itaqillaha, hawa walikuwa wema hawa. Mimi na wewe unatongoza nyuma ya msikiti na adhana inaadhiniwa, wewe unasema adhana inaadhiniwa, ustazi wa madrasa anambatua mtoto msikitini. Watu wanatiana mimba kwa madrasa hivi bwana. Ustazi kitungue, hii hatari. Kuna mzee mmoja wa msikiti, la haula, tumempa sekta auze maji ya msikiti, hatupati hela na ule ni mradi, kila akija nake, afu mzee mwenyewe anakwenda miaka 90, kila akija mtu anamshika titi, amshikaziwa, ambaye kushikaziwa maji bure. Basi si hatuelewi, kila watoto akifika babu babu wewe mtoto wa kuku ushakuwa kuwa. Kesho mpaka jioni mzee kaingiza 200. Mbona hela hamna?
Na watoto nao wanapenda vitu, wanawake wanapenda vitu vya kuteremka. Mtu anaenda kabisa, haya wewe mzee shika hilo basi. Haya chota maji ya msikiti. Hatari. Sasa hawa mawali Mtume aliwasimulia, anaambiwa tu itakillah, katajwa Mungu kama kapigwa shoti, asema vaa nguo, ondoka bana, ushamtaja Mungu. Habari kubwa sana. Sasa anamwambia Mungu, ili si dogo, kama nililifanya kwa sababu ya kutafuta radhi zako, tusaidie. Sasa mimi na wewe tunatumia njia ile ile. Huku kurauka usiku wa manane unaanza kula daku. Mimi jana saa 10 mbio bwana, muda umeisha ujue sasa hivi. Nakula huku kusimama. Najua asubuhi kuna kibarua. Kapiga vitu vyangu pale. Tokea asubuhi sijala. Mchana huo tunasomea watu bismillahirrahmanirrahim. Takusomea baadaye, niko hoi. Sasa hili ni jambo jema. Alafu hapo unajizuia na uongo. Hapo tunakuja kuswali usiku tena tarawehe. Basi na wewe itunze hii saumu, alafu baadaye mwambie Mungu, hizi siku 29 30 na kuomba nipe gorofa na mimi mjini hapa, nipe gari, niepushie madeni. Mwenyezi Mungu atafanya, tutakuwa tayari inshallah. Fadhilillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.